الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا أيها الناس ويا أيها المؤمنون الكرام، أوصيكم وأوصي نفسي في طاعته أيها المؤمنون. Enyi ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, awali ya yote hatuna budi kumshukuru sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake mbalimbali ambazo anaendelea kutujalia. Kubwa kabisa ya neema zake kutujalia sisi kuwa ni Waislamu, lakini pia kutuamsha na afya iliyokuwa nzuri, afya ambayo imekuwa ni sababu kwetu sisi kuyaendea yale yote ambayo yanampendeza na kumridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faya ayuha nnas wa ya ayuha almu'minuna alkiram, usikum wa uswi nafsi fi ta'atihi. Enyi watu, enyi ndugu zangu waumini watukufu wa dini ya Kiislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani hawajapopata kuambiana waja wa Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa mazuri, isipokuwa maneno hayo yatatupelekea katika swala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, ama kwa hakika tuko ndani ya siku bora sana, tuko ndani ya siku tukufu, siku ya Ijumaa, na leo ni Ijumaa yetu ya kwanza ya mwezi mtukufu wa Safar. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, ni wajibu wetu sisi kama waumini wa dini ya Kiislamu kufanya hima na kufanya haraka kuitumia vizuri siku hii katika mambo ambayo yanampendeza na kumridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini leo katika Ijumaa yetu tutakumbushana anwani inayosema neema. Neno neema, tunaposoma Qur'ani tunakutana na neno hili linaloitwa neema, ambalo limekuja katika Qur'ani takriban mara 25. Neno neema limekuja takriban mara 25 katika sura tofauti tofauti. Miongoni mwa sura hizo ni katika suratu Ibrahim aya ya 34. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameliweka neno hili pale aliposema, wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Lakini mara nyingine neno neema unaweza ukalikuta katika suratu Nahl aya ya 18. Pia Mwenyezi Mungu ameliweka neno hili pale aliposema, wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha inna Allaha la ghafurur rahim. Lakini pia zipo mara nyingine pia Mwenyezi Mungu ametuwekea neno hili pale aliposema, wama bikum min ni'matin famin Allah. Hizo ni miongoni mwa sura ambazo ukijaribu kuzipitia basi utakutana na neno hili linaloitwa neema. Neema, ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, tunaweza pia tukaipata katika suratul Luqman aya ya 20. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Luqman, alam tarahu anna Allaha
sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi wa asbagha alaykum ni'mahu dhahiratan wa batina. Na aya hii ndiyo itabeba maudhui mazima ya hutuba yetu ya leo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Rahman aya ya 20, Mwenyezi Mungu anasema alam tarahu anna Allaha sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi, hivi hamuoni nyinyi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amevidhalilisha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini. Kisha baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuvidhalilisha vyote hivyo, wa asbagha alaykum ni'mahu dhahiratan wa batina, kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaeneza juu yenu neema zilizokuwa za wazi na neema zilizojificha. Zipo neema nyingine ni neema ambazo zinaonekana kwa dhahiri, ukiangalia unaona kwamba hii ni neema mtu fulani amebarikiwa nayo. Lakini zipo neema nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezificha, hauwezi kuziona kwa macho ya kawaida. Haya yote ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwetu sisi waja wake. Amevidhalilisha vyote vilivyomo mbinguni na ardhini kwa ajili yetu. Lakini wanawazuoni wakatufasiria ni nini maana ya neema ya wazi na ni nini maana ya neema iliyojificha. Nini maana yake? Wanawazuoni wakasema neema za wazi kwa maana ya neema za dhahiri ambazo zinaonekana, wakatuambia wama hasuna min khalqika wa khulqika. Neema zilizokuwa za wazi ni yale yote yaliyokuwa mazuri kwako wewe katika namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuumba na tabia zako. Tabia si kitu ambacho kinaweza kikajificha kwa mtu. Tabia ni neema ambayo iko wazi kwa mtu. Ikiwa wewe una tabia iliyokuwa nzuri, basi utakuwa kifano kwa jamii kwa tabia yako. Kwa sababu gani? Tabia si kitu ambacho unaweza ukakificha, ni kitu ambacho kinadhihirika. Kwa hivyo miongoni mwa neema zilizokuwa bora kwa mwanadamu ni namna ambavyo wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyokuumba, namna ulivyokuwa, lakini pia na namna tabia zako zinavyodhihiri kwa watu. Ndipo mmoja katika watu wema ana maneno yake akatuambia, akhlaquka satajidhaba ilaika fi qulubi nasi wa in kanu la ya'rifuna anka shay'a. Tabia ikidhihiri kwa watu, basi yule mtu mwema akatuambia, akhlaquka satajidhaba ilaika fi qulubi nasi, tabia yako itawavutia watu, wa in kana la ya'rifuna anka shay'an, hata kama huyo mtu hamfahamiani kwa aina yoyote. Huenda ulienda sehemu ukakutana na watu, wale watu hawakujui umetokea wapi. Wale watu watatengeneza mapenzi na wewe kutokana na namna ulivyowaonyesha tabia iliyokuwa nzuri. Haijalishi kwamba wewe ni mtu wa aina gani, haijalishi kwamba wewe ni nani na umetokea wapi. Kipi kilichowavutia? Akhlaquka, tabia yako. Kwa hivyo tabia ni miongoni mwa neema zilizokuwa kubwa kwa mwanadamu. Kwa sababu gani? Neema hii haiwezi kujificha kwa hali yoyote. Ikiwa ni mtu mwenye tabia nzuri, basi tabia yako itadhihirika mbele za watu.
Ikiwa ni mtu mwenye tabia mbaya, basi tabia zako zitadhihirika mbele za watu. Kwa hiyo mapenzi ya watu kwa watu yanatengenezwa na tabia zilizokuwa nzuri, na ndiyo maana wanawazuoni wakatuambia miongoni mwa neema za dhahiri ambazo ni neema bora kwa mwanadamu, wama hasuna min khalqika wa khulquka, ni lile ambalo lilokuwa zuri wewe katika umbile lako, lakini pia na tabia zako, namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba mimi na wewe. Hii ni neema iliyokuwa kubwa. Ukijipigia mfano wewe na viumbe wengine, utaona utofauti kati yako wewe na viumbe wengine, namna wewe ulivyokuwa bora. Kila kilichokuwa kizuri Mwenyezi Mungu amekidhalilisha kwako. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, hizi ni miongoni mwa neema zilizokuwa za dhahiri ambazo zinaonekana, namna tulivyoumbwa, lakini pia na tabia zetu, namna tunavyowaendea watu. Lakini neema zilizokuwa za ndani, neema zilizofichikana, neema za batini, wanawazuoni wakatuambia lima satara Allahu alaika min sayyi amalik. Neema za ndani ni yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyafanya siri katika matendo yako machafu. Hii pia ni neema. Yapo mambo tunayafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyastiri. Kule kustirika kwetu ni neema ile. Kwa sababu gani? Wapo watu wanakupenda kutokana na heshima yako kwa watu, lakini wapo watu wanakupenda kwa namna ambavyo unavyoishi nao hao watu. Watu wanakuona wewe ni mtu mzuri, watu wanakuona wewe ni mtu wa sawasawa, sababu yapo matendo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyastiri kwako. Laiti kama yale matendo yangekuwa ni yenye kudhihiri mbele za watu, basi ile heshima, yale mapenzi, namna watu wanavyokuchukulia katika jamii kwa yale matendo yakidhihiri, basi haya yote yataondoka. Ikiwa hii ni neema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia, basi tunapaswa kufahamu neema hii ni neema kubwa, tuitambue, tuiheshimu, kisha tuihifadhi. Neema ambayo Mwenyezi Mungu amekusitiri nayo ni neema kubwa, itambue neema hiyo. Lakini wapo watu, yapo mambo anayoyafanya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewastiri nayo, lakini kwa kutaka ufahari mbele za watu, mtu atahadithia yale yote ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemstiri nayo. Mtu ataona kuwaita ndugu jamaa na marafiki kuwahadithia machafu wanayoyafanya ni katika jambo la ushababi, ni katika jambo ambalo litampa sifa na cheo mbele za watu. Kumbe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekujalia neema ya kuyastiri yale yote ambayo watu hawafurahiki wala hawapendi kukuona ukishikamana na matendo haya. Hizi pia ni miongoni mwa neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametupa sisi waja wake. Kwa hivyo neema ambazo zipo za dhahiri, neema hizo, moja katika neema hizo ni kuwa Muislamu. Uislamu ni neema ya wazi, hauwezi kujificha. Utakapofika muda wa ibada, lazima utaonekana katika nyumba za kiibada. Hii ni neema ya dhahiri. Lakini pia namna ambavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotuumba mimi na wewe, hii pia ni neema ya dhahiri, hauwezi kujificha. Lakini pia tabia ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba nayo, hii pia ni miongoni mwa neema ya dhahiri. Tabia
haiwezi kujificha mbele za watu. Hizi ni miongoni mwa neema za waziwazi. Neema za ndani ni neema ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametusitiri katika yale makosa tunayomfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika moja ya maneno yake anasema, kullu ummati muafa, ummati wangu wote utasamehewa. Ummati wangu wote utasamehewa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna mwanadamu ambaye kila atakachokuwa anakifanya katika maisha yake ikawa anapatia. Ipo muda utafanya jambo itakuwa umekosea katika mambo yako. Ikiwa hali ndiyo kama hivyo, Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuambia ummati wangu wote mimi utasamehewa. Katika hao wote Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lipo kundi amelivua, akasema isipokuwa muhajirin. Hawa watu wa muhajirina hawa wao hawawezi kuingia kwenye msamaha wao. Maswahaba kwa shauku ya kutaka kujua lipi kubwa wamelifanya hawa watu mpaka ikawa wao wameukosa msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema muhajirina ni watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yeye amewastiri na baadhi ya makosa. Ikawa mtu amefanya jambo ambalo amemkosea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini katika lile kosa likawa si lenye kudhihiri mbele za watu, ikawa ni baina yake yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kwa ukubwa wa watu hawa, ikawa siku ya pili anaenda kijiweni, anaenda kuyahadisia yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemstiri nayo. Mtu huyu hawezi kuupata msamaha wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu amempa neema ya kuyastiri yale ambayo Mwenyezi Mungu hayapendi wala hayaridhii, lakini yeye anatakabari mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kudhihirisha mbele za watu kwamba yeye anaweza kufanya jambo na ikawa analihadithia kwa watu wengine. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, tuzitumieni vizuri neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambazo ametujalia. Tuzitumie katika engo ambayo itampendeza na kumridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni watu ambao wenye kuzitumia vizuri neema zake. Vipi tunazitumia neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapenda na kuyaridhia, kuna waja wake wakitumia neema zake katika mambo yake. Ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, neema ni miongoni mwa mambo yaliyokuwa mazuri sana kwa mwanadamu, mambo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ametumiminia sisi waja wake neema za dhahir na neema zilizojificha. Hizi zote zinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini mbali na kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumiminia neema hizi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatutahadharisha kwa kutuambia hizi neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumiminia, basi lazima atatuuliza vipi tumezitumia neema hizi. Mwenyezi Mungu akasema ndani ya Qur'ani yake tukufu, thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im, kisha mtakuja kuulizwa nyinyi siku hile juu ya neema mlizopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi mlizitumia neema hizo. Kila neema ambayo Mwenyezi Mungu amekujalia nayo, basi fahamu kwamba utaulizwa nayo. Vipi umeitumia
katika yale ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia. Miongoni mwa neema kubwa kabisa ambayo mwanadamu, hii neema imekuwa ni sababu kwake yeye kuyafanya yote ambayo yeye anayapenda katika maisha yake. Neema hii tukaambiwa ni neema ya afya. Afya zetu mimi na wewe. Ndipo mmoja katika watu wema akasema katika moja ya maneno yake katika kuizungumzia neema hii, akatuambia as-siha tajun ala ruusi al-haswiha la yarahu illa al-marda. Neema kubwa kabisa ya mwanadamu ni afya. Tukaambiwa as-siha, afya, tajun ala ruusi al-aswiha, ni taji katika vichwa vya wale watu wenye afya. La yarahu illa almarda, lakini taji hili hawezi mtu kuliona isipokuwa mgonjwa. Ikiwa wewe unaamka na unaendelea na shughuli zako kama kawaida, hauwezi kuona hili taji alilokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini siku utakapokaa chini, kila jambo ukataka mtu akusaidie, ndipo utakapokumbuka kwamba mimi nilipewa taji na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini nilishindwa kulitumia taji hili. Hivi sasa wapo miongoni mwetu wanatamani sana kuweza kuingia katika nyumba za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini taji la afya kwao imekuwa ni changamoto. Hajui nani anayeingia, nani anayetoka. Mimi na wewe ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutunuku leo hii taji hili, vipi tunalitumia hili taji katika mambo ambayo Mwenyezi Mungu anayapenda na kuyaridhia? Ikiwa afya uliopewa, basi fahamu kwamba hiyo ni neema inayotoka kwa Mwenyezi Mungu, na hiyo neema Mwenyezi Mungu hawezi kukuacha nayo. Thumma latusalunna yawma idhin anin na'im, Mwenyezi Mungu atakuuliza juu ya afya yake, vipi uliitumia katika mambo yake. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema katika moja ya maneno yake, anatuambia Bwana Mtume, ma utiya ahadun ba'da al-yaqini khairan min muafati. Ma utiya ahadun, hakupewa mtu wa aina yeyote, baada al-yaqini, baada ya yakini ya kweli, khairan, khairi, min muafati, kuliko kitu kinachoitwa afya. Ikiwa wewe unaitakidi kwamba una yakini ya kweli, basi khairi inayofuata katika yakini yako ni kuwa na afya. Kwa sababu gani? Afya ndiyo mtaji wa kuiendea hiyo yakini uliyokuwa nayo. Hauwezi kumfanyia ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa afya yako haiko sawa sawa. Hauwezi kufanya kazi ikiwa afya yako haiko sawa sawa. Hauwezi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ikiwa afya yako haiko sawa sawa. Hii ni kuonyesha namna gani afya ni taji lililokuwa kubwa kwetu sisi wanadamu. Tuitumieni neema hii kwenye mambo ambayo Mwenyezi Mungu atayapenda na kuyaridhia, kwa sababu moja, kila neema aliyotupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kutuuliza nayo, vipi tumeitumia neema hiyo. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu waumini wa dini ya Kiislamu, tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu ambao wenye kuzitumia vizuri neema zake katika mambo ambayo yanampendeza na kumridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.